And now, in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit, Lord, we raise an altar for you. Uniongoze na huruma zako. And each one of us here, there is something that can make you to thank God. And that's why Mungu anakuambia wewe tulia. I know the plan that I have with your life. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Kwa mkono wako. You are born to live. You are born to live. You are a conqueror. Kwa mkono wako kweli umenibariki. God has planned with your life. Ana mpango, anajua vile anataka na wewe. The Bible says you are more than a conqueror. Makayanda Rabapuria. That's who you are. God has called me differently. I have all reason to tell him thank you. Let's go to the word of God. See your introduction imetosha. I'm married. I have gone ni mzee, niko na watoto, ni babu. And I've been for many years. So let's go quickly to the word of the Lord. We have come here to prophesy. I move in a prophetic ministry, and I'm here just to prophesy to this altar. So nitakapoanza ku prophesy to this altar, receive it, because I know this your life will never be the same again. I'll preach a very simple message. It's thanksgiving. Tuko hapa kwa sababu ya thanksgiving. And I'll just pick one enemy of thanksgiving and blessings of thanksgiving. And we are done. And then we enter into the real thanksgiving. Sindio? Sababu najua umekuja umejitayarisha. Thanksgiving is very powerful. So powerful that ya kwamba there are demons you can never fight with them in your life. There are demons when you give thanks to God huwa zinatorokaga. Na ndio Mungu anasema vizuri katika Psalms 8 verse 2. I have ordained praise in the lips of the suckling because of the enemy. Kwa hivyo, any thanksgiving and praise you make for God, it's not because of you, it is because of your enemy. Sinaona? Because of your adversaries have you established stronghold from the mouth of the children and the nursing infant, to silence the enemy and to avenge yourself. That is the reason why God has put thanksgiving. That yaweze to silence the enemy. Kwa hivyo kuna maadui unaporudisha shukurani hunyamazishwa kwa maisha yako. There are battles you cannot fight because you have thanked God. There are battles your children will never fight because you have just taken an opportunity to thank God. Na shetani anajua that ya kwamba wewe ukirudisha shukurani, ukirudishia Mungu shukurani, that ya kwamba hakuna kitu Mungu hawezi kufanya. Waisraeli walisema hivi, by the rivers of Babylon, there we sat down when they said to us, sing to us one of the songs that you sing. Wakasema, how can we sing the Lord's song in a strange land? They never understood that ya kwamba kama wangekubali siku hiyo wachukue zile vinubi waliweka chini waziinue juu waanze kushukuru Mungu, angewatoa Babiloni kwa upesi sana. Maadui waliyekuwa watesi wao wangenyamazishwa. Lakini shetani akawafunga macho, akawafunga mawazo, hawakuelewa kwamba kurudisha shukurani ni kumpatia Mungu nafasi anyamazishe shetani. May the enemy of this vision be silenced from today. May your enemies be silenced from today. The enemy of your dream, the enemy of your vision, the enemy of your marriage, the enemy of your career, let him be silenced from today. Let you start a new chapter to the glory and honor of the name of Jesus. Amen. Let me start by speaking the enemy of thanksgiving. And let's go quickly. I'll read 2 scripture, then you sit down. In the book of Luke 19, I'm reading from verse 13. I'm reading, I know it, yeah. He called 10 of his slaves and gave them 10 minas and told them, occupy. This one says, engage in business
until I come back. Look somebody aliye karibu na mshike mkono mwambie occupy until he come back. That's what Jesus said, aliwaambia. But let's because of time go to verse 20, the same scripture, chapter 19 verse 20. Master, here is your mina, for I have kept it, hidden it away in a cloth. Endelea kidogo. Because I was afraid of you, for you are a tough man. You collect where you don't have deposited, and you reap where you did not sow. Aya, there is this version ya hii tunaita Message Bible inasema, then the servant said, Master, here is your money, safe and sound. I have kept hidden it in a collar. To tell the truth, for I was a little afraid. I know you have a higher standard. Huyo ndiye anamwambia, I know you are a man of a higher standard. Inasema, you are a hard man. So you are a man of a higher standard. I want you to understand here kwamba the God we serve is a God of higher standard. So nishikia mtu mwambie, this is a God of higher standard. So whatever you do for him, understand he's a man of standard. He's a man of excellence, like your pastor. He's a man of a higher standard. Yani kwa hivyo kuna vitu unaweza mletea fanye nini? Akatai. Aseme ya kwamba Malachi, anyway in Malachi chapter 1, si anasema from verse 10, I'm looking for a man to cross the door of my house, that you bring those sacrifice to me, for I will not accept them. Kwa hivyo hata wewe kutoa shukurani ikakubalika kwake, mshukuru Mungu. Anakataaga. Ni mtu wa kiwango. We serve a God of standard. So huyo anasema, I know you are a man of standard. And that's why I was afraid of you. Kwa sababu wewe kuna vitu utakagi. That one, I said two scripture. The other scripture is in the book of Numbers. So from there, sita kusomea scripture nyingi, nda kusomea tu. Put for me Numbers chapter 13 and verse 33. There they saw the giants, the son of Anak, which and the giants, and we were in our own sight, we was like grasshopper. So we were in their sight. So there's NIV inasema vizuri that ya kwamba tukawaona wana wa Anaki na tulipojilinganisha nao tulikuwa kama nzige. So when they compared themselves, I want to speak about one of the enemy that causes us not to give thanks is called comparison. Look somebody mwambie, the spirit of comparison. Heavenly Father, we stand before you, Lord. We submit ourselves under the lordship of the Holy Spirit. We recognize, accept him as the teacher and the guide of this word, that he may lead us to the truth of this word. Give us utterance, revelation, insight, and understanding of this word in Jesus' name. Amen. Now, shika mkono wa mtu. Today, I want you to be a prophet. We are in a prophetic service. Nataka uangalie mtu mwambie, you are the blessed of the Lord. Mwambie tena, you are the blessed of the Lord. And the favor of the Lord is upon you. I prophesy to you that you never, ever be the same again. For sure, you are the blessed of God, and the favor of the Lord is upon you. Amen. Shalom, like your name, and we see. Put your hands together as we sit down. God bless you. Amen. I'll speak very briefly about that enemy, and that's why unakuta ya kwamba people, the reason why people don't give thanks is because they compare themselves with other people. And each one of us here, there is something that can make you to thank God. Let's understand ya kwamba there are many people wakiwa kwa mwaka moja kama nyinyi. Mimi nikiwa mwaka moja kwa huduma, nikiwa na kanisa, nikiwa mwaka moja, sikuwa najua kujifunga napi. But I thank God you are doing meetings. Muko na vitu vya ajabu, vitu ambazo hata makanisa imekaa miaka 20 jafanya. And you are just an infant of 1 year. And this is far that God has brought you. Can you imagine when we come to celebrate 10 years of this church? Itakuwa wapi?
when we are coming to, if this is a celebration of 1 year. Yeah? Can you, that's the hand of God. But when you compare yourself with the people that have been in the ministry for 10 years, munaweza to despise what God has done for you. And that's what happened to our life. Unaangalia watu wengine, ukiona mtu wako na gari, na wewe uko na kipikipi, unaona you don't have a reason to thank God. Just because somebody has a car and you have a motorbike, how many people don't have that motorbike? How many people they cannot afford to eat and to dress the way you dress? And you see, kwa sababu ya comparison, tunaona watu wengi wanakosa kumshukuru Mungu. But I thank God we are here in Mlolongo just to tell God thank you for this far you have brought us. Na kusema ya kwamba you are Ebenezer. It's not us, but all glory is unto you. Ni wewe umefanya hivyo. And so here I want us to look for this the three dangers very quickly of comparison when you compare yourself and what happened in your life. One of the things, every time you compare yourself with other people, you become jealousy for other people's achievement. Every time you try to compare yourself with your neighbor, hata naonaga watu wameolewa kwa boma moja, wanaanza kuangaliana vile wako na wanakuwa maadui, sio kwa kitu kingine, kwa sababu watoto wa huyu wamesoma na watoto wa huyu hawakusoma. Unakuta mtu anaingia na uchungu, hawezi kurudisha shukurani, hawezi kujua kwamba kuna watu hawana watoto na yeye Mungu amembariki na watoto. Yeye anakuwa na moyo mzito kwa sababu watoto wa fulani wamesoma. Comparison. If you want to walk with God every time in all days of your life, kuwa ukisema the spirit of comparison, I destroy you out of my life. Na hiyo ndio inatuharibu. Na hiyo ndio inafanya hata makanisa tusiende. Hiyo ndio imefunga wahubiri. Simply because somebody else amebarikiwa na kitu fulani, na mimi huduma yangu niko hapa, ninaanza kuona kama mimi sijaitwa na huduma yangu sio mzuri na ninakosa kurudishia Mungu shukrani. Because I'm comparing myself with other people without knowing that I'm unique. You are unique. You are called differently. Umeitwa kitofauti. Hapa Mlolongo tumeitwa kitofauti. This altar and this church has its divine mandate. It's different from other churches. That's why you cannot compare yourself. Na ndio kila mara unakuwa na wakati wa kushukuru Mungu. Hata wewe kwa maisha yako mwenyewe, kuwa na wakati unaambia Mungu ni asante kwa sababu ya mahali ambapo umenifikisha. Usiangalie jirani, usiangalie marafiki, usiangalie wanabiashara wale wengine. Wewe jiangalie na ujielewe ya kwamba popote ambapo Mungu ameniwezesha ni mkono wa Bwana. It's the hand of God. God has called me differently. I have all reason to tell him thank you. So because of comparing, we become jealousy. And here we see, tukiangalia Luke 9:50, we saw somebody casting out demons in your name, and we forbade him because he doesn't belong to our group. Those are disciples of Jesus. Wakaona mtu anafukuza mapepo, wakamkataza kwa sababu sio kundi yao. Kwa nini wamekuwa na wivu na wametembea na Yesu? Ni kwa sababu wameona mtu akifanya kazi, nao wakaona hawawezi kufanya vile amefanya na hajaitwa nao, wakaanza kumkataza. There is a danger of comparison. Utaonea watu wote uivu, utakuwa jealousy. Ukiona mtu amefanya kitu, unashikwa na uivu. Ukiona mtu amekuja amenunua viatu, unashikwa na uivu. Na uivu inaanzia mpaka kwa watoto, inafika mpaka kwa watu wakubwa. Uivu haijalishi mtu ana miaka gapi, lakini akianza kujilinganisha hata mataifa, we can be jealous of other nations because of what God has caused those nations to achieve in their life. So you have to pray for yourself, and every time you compare yourself, something happens in your life. Mungu anaga na wewe. Mkitaka tuachane na Mungu, kanisa Shalom Mlolongo, wacha tuanze kuangalia makanisa mengine. Mungu atahama awachane na sisi. Hafanyagi kazi na photocopy, anafanyaga kazi na original vessels.
and you are an original vessel. For I know the plans that I have for your life. So don't compare yourself. He has a blueprint of your life. Anajua ni nini yako nayo kwa maisha yako. Wengine wanaweza tangulia, but don't be scared. Don't be usikue mtu ambao unaangalia watu unaona kama wamekupita. God has plan with your life. Ana mpango, anajua vile anataka na wewe. Sometimes the things you are passing in life, it is because of the assignment that God has in your life. Na anakupitisha katika hali hiyo kwa sababu ya mpango aliye nao na maisha yako. Wewe unaweza kuwa wewe ni gorofa, itabeba magorofa 10. Hauwezi kuwa kama mtu anajenga nyumba ya gorofa moja. Kuna wakati unachukuliwa kwa maisha yako, because there is a foundation that God is putting in your life because of the gorofas you are going to carry, the assignment, the mission, the dreams in your life. Kwa hivyo ukiona tinga inalima, inachukua muda, ni kama uendi, watu wanaona ni kama ulikwama, wachana nao. Kuna kitu kinafanywa kule chini. There is a foundation because of what I'll carry in my life. And that's why Mungu anakuambia wewe tulia. I know the plan that I have with your life. Hata kama nitakawia. And when God was speaking those words, he was speaking to people who are in Babylon. Wako kwa umateka. People who are complaining, people who are murmuring, people who are saying God has forsaken them. Ndio hao Mungu anawanenea, anawaambia licha ya kuwa mko chini ya Nebukadnezar, mko katika utumwa, I know the plan that I have. Praise the name of the Lord. You are not able to pay your house rent, I know, and I know the plans that I have. Wewe ujaolewa kwa hiyo miaka yote, I know the plans I have with your life. Wewe hujai kufika mahali fulani, hujaajiliwa kazi, ninajua yote ni kwa sababu ya mpango niliye nayo na maisha yako. So you understand the plan of God in your life is different from other people. So usikubali compare yourself with other people. Actually, you can compare yourself na vitu ambavyo ni plastic. Sema nakataa. Sema tena nakataa. Sitaangalia maishmaeli. Because Sarah never knew the plan that God has. That's why Isaac has to delay. Because I have the plan with Isaac. Ishmael can come quickly. I have no plan with him. Kwa hivyo kuna mambo unaangalia mtu wako na Ishmaeli, unamuonea wivu, unaona Mungu amekuacha, Mungu hakutakagi, not understanding that that's an Ishmael. It's not an Isaac. It's not an original plan of God. Na huwezi kulala, hauwezi kuamuka, hauwezi kushukuru Mungu. Kwa sababu gani? Mtu fulani yako na Ishmaeli. Wewe ukijua Ishmaeli ni mkuki, ukijua Ishmaeli ni mwiba. Sema I refuse to go for an Ishmael in my life. If you don't wait God, you run for an Ishmael in your life. Yet God has an Isaac for our life. He may delay, he may tarry, but that does not mean ya kwamba hata kuja kwa maisha yetu. But the moment he comes, is a blessing. Is a blessing in our life. Na hiyo ndo nakuta kwamba utaanza kuruka watu, utaanza kupita watu. Watu walienda zamani, watu walionekana wamekushinda, watu walionekana wamefaulu. Baada ya muda wanakuta kwamba baada ya miaka fulani wanakukuta ni wewe, hawaamini ama ni wewe, kwa sababu ulipata Isaka. Isaka inamaanisha a laughter in your life. God will bring a laughter. I prophesy today, may the Lord release a laughter in your life. Something that you hold in your life and glorify God for it. Kwa sababu imekuja kwa maisha yako. If he's a husband, let him be an Isaac. If he's a career, let it be an Isaac. If he's a ministry, let it be an Isaac. Something that he has come from God. Haina kitu yote ya mtu. Na hiyo ndio unashukuru Mungu kigojea. I thank God for our father Abraham, because he waited. He waited. The Bible says he believed the unbelievable. What could not be believed. Kwa sababu alimwamini Mungu na akaweza kusubiri. Can we see people who compare themselves very quickly? Look at Saul.
Saul was a king of Israel. A king of Israel. And another thing, every time you compare yourself, number two, because I can forget, you despise what God has given you. Every time you compare yourself with other people, you'll always despise what God has done for your life, what God has given you. Utakuwa ukiona Mungu wewe hujafanyia kitu. Mimi naonaga mtu akisema mimi Mungu hajanifanyia kitu. Mpendwa, na unakulaga. Bwana mmoja hapa kwenyu Nairobi, sitaki kutaja gorofa yake sababu sijakuja hapa kutaja majina ya watu. Lakini yako na nyumba ya gorofa 25 hapa Nairobi. Na sasa ako kwa gorofa yake 20 na kuna hoteli pale kubwa ya kifahari hapa mjini Nairobi. Yeye anakuja Mjaluo, na Wajaluo mseme ati nimekuja ukabila. Napeana tu ushuhuda sababu nikiweka jina lingine itakuwa ushuhuda wangu si wa kweli. Sasa akakuja Mjaluo kwa hoteli yake. Yeye amekaa pale na ndugu yake ndiye anatupatia maneno haya. Na wafanyikazi. Hizi hoteli za kifahari watu wafuriki sana. Kwa hivyo zinagojea tenda. Wakati wako pale wanakula, wanaendelea kukaa, yule anaitisha kuku yake kuota. Analetewa na ugali. Anakula, anamaliza, anakunywa maji, anaitisha soda kubwa, anakunywa, anaerokwa alafu anasimama. Yule bwana anamwangalia pale. Anamwangalia. Alipoenda kulipa akasema let me pay for you. Wakamuuliza kwani unamjua ukamlipia? Akasema ule ni mtu amebarikiwa. Mtu amebarikiwa kama huyo, wacha nimlipie nipate baraka zake. Wakamuuliza kwani ana gorofa ngapi? Sababu huyo ako na gorofa 25 na wamesikia amebarikiwa, wanagojea wasikia ako na gorofa kama hizi 10 ama 2. Wakamwambia mtu anakula ugali na kukunusu na soda na anaamuka hakufi, anatembea, sikubarikiwa. Mimi ningeakula hata nusu yake mungenieka hospitali. Maana anaona hawezi kukula. Hali nyama, hali mafuta, hali chochote ni aone na macho kwa sababu amekatazwa na daktari kula yote. And then you compare yourself with that person, unasema kwamba God has blessed him. Akasema if God can just ask me a choice today, ni peane hii nyumba yote na nipatie ruhusa ya kuweza kukula na kunywa, ningefanya hivyo. Because you cannot eat anything isipokuwa tu akunywe uji na githeri peke yake. Hawezi kula siagi, hawezi kula mayai, hawezi kula nyama, hawezi kula sausage. Sasa wewe hata ukipewa miti utakula na uendelee. Miti na uamuke na uendelee. Na unasema hujabarikiwa, mpendwa, hujabarikiwa. Ambia, inua mkono mwambie Mungu ni asante. Don't, because you despise what God has done for your life. Like now here, can you imagine 1 year? We can despise, this is the hand of God. How many people are rebelling and they cannot be able to afford to pay a hall like this? Na wajaanguka, na wanaombaga, na wameitwa wapendwa. Msiseme hawana roho ama hawana maono. They have a vision, but they are not able. You are just blessed. It's nothing that you have done. That's why we are here to tell God, this is unto you, Lord. It's not unto us. Not because we are better than other people, but because we are just privileged and we are favored. Mungu ametupata tu kibali peke yake. Na unajua ukipata kibali na Mungu anaweza kukufanyia mambo ufikirie watu wengine ni wajinga. Usikubali. Hata siku ile Mungu atakubariki namna gani. Always be humble and remember, it's not by might, neither by power. It's by the Spirit of God. It's just by the Spirit of God. There are other people who are better than me. Na hawajafanyiwa hivi. There are other people who pray more than me. But hawajafanyiwa hivyo. But Mungu amenifanyia hivyo. Now, when we look, one of the person I want us to compare, to look, is Ahab. In 1 Kings, chapter 21, 5 and 4.
I know time is pushing us, but I'll try to push very quickly. Let's compare Ahab. Ahab is a king. Can you put that in the scripture? In the screen? 1 King chapter 21, 4 and 5. Ahab is a king of Israel. He has everything. He forget that ya kwamba God has made him a king. Amemfanya a king. And there is a poor gentleman pale anaitwa Naboth. Na wakati Ahab anaangalia maisha ya Naboth, Biblia inasema ya kwamba akatamani shamba la Naboth. He desired. Na ni shamba ya mboga. Akatamani hiyo kashamba kadogo ya Naboth. Biblia inasema ya kwamba akakosa. Let's just read this scripture. And Ahab came to his house heavily and displeased because of the word which Naboth the Jezreelite had spoken to him. For he has said, I will not give you this inheritance of my father. He laid him down. He laid him down upon his bed and turned away his face and would not eat any bread. That is a king. Just because Ahab has a plot of 40 by 50. And the king desired to have that plot. And the Bible says ya kwamba he went home akiwa mzito wa roho. Mtu ambao hawezi kuongea na mtu yoyote, na hawezi kula ama kunywa. Watu walimuuliza mfalme, ni nini imekuhuzunisha? Hauongei na mtu yoyote, haukuli na haukunywi. Na akakataa. Akasema kwa sababu ya Naboth. Wakamuuliza Naboth amefanya nini? Amekosa kuniuzia shamba yake. And he's a king. And look what he's telling Ahab. Naboth anamwambia kwamba nataka hii shamba yako, hata kama unataka mashamba kubwa kuliko hii nitakupa, hata kama unataka pesa nyingi kuliko hii nitakupa, lakini bora nipate hii shamba yako ndio nataka. He despises being a king of Israel. He despises everything he has as a king. And because he's just comparing himself with Naboth, kile yako nayo. Weka mkono hapa, sema nakataa kujilinganisha na watu wengine. Sema tena, I refuse to despise what God has given me. Tena sema, I will not be jealousy because of others people's inheritance. What made Ahab afike hapo? And because of that he was destroyed. He was destroyed by God. He na watoto wake, none of them came to the seat ya kuweza kutawala. Na hata yule mwenye alikuja Jehoram, the Bible says ya kwamba Jehu destroyed him. Jehu destroyed him. Na nyumba ya Ahabu yote ikafutwa. All 70 children were killed in one day. Every time you despise because unaona watu wengine ni kama ni bora kukuliko, you destroy your destiny. Sema, I refuse to destroy my destiny. Sema tena, my destiny will not be destroyed because of despising what God has given me. Kwa hivyo, whatever God has given you, you have to thank God for him. Whether ni mume, whether ni mtoto, whether ni mke, whether ni kazi, whether ni nyumba amekupatia, ama ni single room, ama ni 2 rooms, you have to tell God thank you. Don't despise whatever God has given you in your life. And you'll be able to maintain your own destiny. Utaweza kuhifadhi watoto wako na maisha yako. Ahab akakwisha namna hiyo. Watu wa pili nataka tuone walidharau kile wamepatio ni the Kohanites. Kohanites katika Numbers katika Numbers 14. If you read Numbers 14, or you can start from Numbers chapter 4 uendelea mpaka Numbers 14 1 to 20. Kuna watu wanaitwa the Kohanites, and now I'm speaking to ministers. Wale mmeitwa hapa majina. So I'm coming now to speak to you. So nimetoka kwa congregation, niko kwa nyinyi. Every minister in this church, any other minister uko hapo, you minister in the churches you come from. Understand that ya kwamba the position that God has given you is a privilege. Is a privilege. And every time you leave
Understand that is a privilege that God has given you. And never in your life covet with what God has given Aaron. Tunaelewana? Kile ambacho Mungu amepatia Haruni. So, and Moses is speaking to these families of the Kohathites. Akawaambia kwamba God has chosen you from your father's clan and has lifted you to be carrying the things, the ark of the covenant. That was their position that God had given them. Na walipokuwa nalete kwa madhabahu, wakaambiwa nyinyi muweke kwa madhabahu, habari ya kufungua sanduku ya agano ni ya Aaron. The Kohathites wakafanya hiyo kazi. Wakafika mahali wakacompare themselves with Aaron. Wakasema, kwani sisi tutakuwa tukileta tu kwa madhabahu na hatuwezi kufungua? Are we not called by the same God? Are we not being anointed from the same source? Why? Kwa nini kuwaga ni Aaron anafungua? So they coveted the work of Aaron. And even hata mimi naambiaga watu kanisani kwangu, don't enter into my office. Don't enter. You'll be destroyed. So tuko sawa? This is a work of the Kohathites. Wakasema ya kwamba hata sisi tunaweza fungua, just to open. Na Mungu akamwambia wakifungua hiyo kitu, kufungua tu wabebe, lakini wakifungua, Mungu akasema nitawaua. I'll kill you. You are entering into somebody's office. And this comparison will make you to enter into the office of Aaron, and you destroy your destiny. So we don't have time to read that, but the Bible says they were destroyed. Walipofika jangwani, ile roho ikawafuata bado ya kutaka kufungua sanduku. Walipofika jangwani, the earth ilifunguka ikameza Korah. Korah was a son of the Kohathite. It comes from the Kohathites. So when you read the Bible, ilisema ya kwamba hiyo kizazi, kama tungekuwa Waluya tungesema mulango, hiyo mulango Mungu akaimeza yote kwa jangwa na dunia ikafunguka ikawameza wote. Why? Kwa nini walimezwa? Covet. They compared themselves. They became jealousy because they compared. They said, are we not Jews? Are we not Hebrews? Are we not called by the same God? Are we not anointed with the same Holy Spirit? How comes that Aaron can only open the ark of the covenant and not to us? And Moses akawauliza, nyinyi mumepewa kazi mzuri. Why are you coveting the work of Aaron? So I speak to ministers, I walk out from there. Never compare yourself with anybody. Never enter. When you compare yourself with anybody, you can enter into their office. When you enter into their office, you are destroyed. Remain in your office, and God will bless you in your office. Kwa hivyo wewe kwa ofisi yako ile umeweko, kaa hapo. Usitamani ya Aaron. Usijikompare na Aaron. You are original. You function well there. Hapo penye uko hakuna mahali huwezi kufika. There is no honor huwezi kupata. Being an assistant pastor, you can go to any nation, you can get any honor, you can reach anywhere in this world when you are in your position. Kaa kwa mahali yako. Don't covet other people. And that's what have destroyed the Kohathites. And they were the most blessed clan. They were the most blessed clan in the Israelites. But because of covetousness, they coveted, they compared themselves. Kwa hivyo, let's not compare ourselves with other people. Hata ukiona mtu ako na nyumba kubwa kitajiri kama huyo, mwacha kujilinganisha na wewe na yeye. Mungu anakuangalia wewe vile amekubariki. Ameona vile amebariki watoto wako. Hao watu wengine unawatamani wanaliaga. Mmoja wetu alikufa akiwa kwa hospitali. A rich man from Kiambu. He was a minister. When he was in the bed akikufa, he cried. And the nurse, mzungu, akashindwa, why is the man crying? Akamuliza, why are you crying? Are you fearing death? Akasema, I'm not fearing death. I'm crying because pesa zangu zote, all my wealth will be wasted. All my children are drunkards. Na mali yangu yote itaharibio. That's why he was crying.
Nikasema I wish you could have angelia ingia binguni, because sasa no more, it will be wasted and you have nothing to take to heaven. Kwa hivyo don't compare yourself with other people. They are crying, wanakuangalia, wanakutamani. Yeah? Some people you compare yourself with, they are robbers. They look at you, wanakutamani. You don't know the desire, the kind of life you are living. Wanatamani. Na wewe kazi yako ni kulaumu Mungu ya kwamba mimi umeniwacha. Let's see if 4 people as I come to end up about what make us not to thank God for what he has given us. Look Saul again. You look him in 1 Samuel 18. You read that one, tutasoma sababu we don't have time. And Saul had done so many things. But because just women watatoka waseme ya kwamba Saul has killed 1,000 and David has killed 10,000. Saul became jealousy. He forgot the victory that God has given them. Walikuwa melalio, wanatukanwa usiku mzima, siku 40. Na Goliathi anasimama anasema, na tukana leo majeshi ya Mungu wa Israeli, wanipatie mtu mmoja peke yake asimame na mimi. And comes a boy there. He take Goliath. Anachukua Goliath. And Saul anauliza, ni kijana wa nani huyo? Anauliza Joab, huyo kijana ni wa nani? Joab anasema hata sijui, wanamtafuta analetwa. Anauliza wewe ni kijana wa nani? Anasema ni kijana wa mtumishi wako Jesse. The Bible says Saul took him, akamweka kwa nyumba yake. He was happy for him. Lakini walipofika, hata wajafika nyumbani kwa vita, amemchukua, amemfurahia, ameokoa Waisraeli, amewatoa kwa aibu ya siku 40 ambapo Saul alikuwa anakimbia, hawezi kupigana. Badala ya kuona hiyo ushindi, na wanarudi nyumbani kama wameua Wafilisti wote, wamechukua ng'ombe zao, wameteka kila kitu, they are going back rejoicing. Lakini tu wakati wanawake waliimba wakasema, Sauli ameua 1,000, Daudi ameua 10,000. He compared himself, akasema they have sung to David, they have given him 10,000. What else are they going to give them? Hawatampatia, si watampatia ufalme. Akachukua mkuki, akasahau na vile Mungu amewafanyia, akaanza kutafuta Daudi. Hiyo sasa anahubiria mimi na vision carrier. Sasa hiyo ni yetu, hiyo si yenu. Na Apostle Margaret, sasa sisi ndio nahubiria sasa, wale tuko na huduma. And you see, when every time we compare ourselves with other people, hii kanisa watu watakuja na watasifio hata kuliko pastor. Unasema asanti. Kuna watu watahubiri kuliko pastor, tunasema asanti Mungu. Don't compare. Never compare yourself. Ati huyu amekuwa appreciated, huyu amekuwa appreciated. Never. Wale mnaimba hapa praise and worship team, mnanielewa? Ninaongelesha na nyinyi. Watazaliwa watoto wengine wataimba bora kuwaliko. Wale mnapiga keyboard, I'm speaking to you. I'm in our line now. We're sababu nakuja kuweka mambo yote ndio tuende vizuri. Wale tuko na huduma, ashas, wale tumesimamia ashas, wale tuko jikoni, wale tuko katika idara mbalimbali, wazee wa kanisa. Everybody, I'm now speaking to us now. That ya kwamba when God will raise people, we embrace them and we thank God for them. Let's not compete. Si ndio? Let's not compete. That ya kwamba siku moja tumeenda kuhubiri nje, alafu mzee mmoja ana duka yake kubwa wholesale. Akaona nimesimama, akatoa viti 2, hata anataka kusikiza injili. Akasema Bishop Mwando kuja ukae hapa. Nikakaa hapo chini. Msichana yetu ndiye anahubiri, msichana mwinjilisti anaitwa Jeni ndiye anahubiri. Sasa akania Jeni anahubiri, watu wamempenda. Sasa ule mzee akaniambia na Kigreek, ule wakati anahubiri, si tunasikia tunampenda na tunafurahiki, tunabarikia hata kuliko wewe Bishop unapohubiri. Guza mtu mwambie watu watainuliwa kukuliko. Sema mwambie vizuri watu watasifiwa kukuliko. Lakini usichukue mkuki.
Don't take a spear, a divinary, that you throw to that person. Ningekuwa souls, ningechukua mkuki. Ningechukua mkuki. Some of us, we have crushed our own destiny and our own ministry by taking the divinary just to strike somebody kwa sababu watu wamemsifu. And it's happening in the church everywhere. Inaanzia kwa watu wa kufagia, watu wakikuja wafagia waseme nani alifagia church leo? Ni Njoki. Sijui amefagia namna gani. Wakati Kiprono anapofagia, kanisa hii inakuwa safi na watu wanajuaga. Njoki si atachukua mkuki, amecrash destiny yake. Kesho hatakuja, wacha wale wanaambia kwa ndio wazuri wafanye nini? Hiyo kazi. Wacha wale wanapikaga kunaambiwa wamepika vizuri, wacha wafanye. Sisi tukipika wanasemaga sio watu. May the Lord help us. We are not going to compare ourselves or compare how other people are treated. We refuse. And the last one. The last one. You blame God and you blame other people for your failures. Every time you'll compare yourself, you blame God and you blame other people for your failures. Na nimeona watu kwa failure yao wameblame watu. Hata sisi wahubiri. Tunasemaga hii kanisa yetu isipokuwa ni wazee hawa, isipokuwa ni hawa mama, ingekuwa imeendelea. We have to blame somebody. Weka mkono hapo, sema God rescue me from the spirit of blame. Rudia tena, God rescue me from the spirit of blame. And today we destroy that spirit in Jesus' name. Yeah, we shall not blame other people or God because of our failures. And there are people I want to show you here very quickly. Ndio niingie kwa blessing, tufanye ibada ile litulete hapa. The Israelites in Numbers 14 verse 1, you can say, after they heard about the giants, they blamed God, they blamed Moses, and they said, let us look for a leader to take us back in Egypt. Sema nakataa kutafuta rafiki wa kunirudisha Egypt. Wekelea mkono hapa, sema nakataa kutafuta watu wanirudishe Misri. Jitabirie, sema sitarudi Misri. Kile kimefanya turudi Misri katika huduma zetu, katika marriage, katika maisha yetu, kwa sababu hiyo iko mapenzi ya Mungu, ni kwa sababu tulijilinganisha na watu wengine, tukaona vile Mungu amewabariki, tukarudi Misri, tukarudi utumwa. And that's why people are in bondage. Watu wengi wako kwa bondage. They are the ones who look for a leader to take them back to Egypt because they just compared themselves with other people. Wakasema, when we compared ourselves with the Philistine, we look like grasshopper. Tell somebody, I'm not a grasshopper. Hey, surudie, sema, I'm not a grasshopper. In my father's house, in my lineage, in my clan, in this nation, in the church, I'm not a grasshopper. Blessed be the name of the Lord. I prophesy to your life. I come to prophesy as a man of God. In your father's house, you'll never become a grasshopper. In this church, you'll never be a grasshopper. Even in this nation, you are not a grasshopper. You are an original vessel. You carry something for your generation. You are born to lead. You are born to lead. You are a conqueror. The Bible says you are more than a conqueror. Makayanda Rabapuria. That's who you are. That's who you are. Other things are just the lies of the devil. And never in your life ukubali kuwekwa grasshopper kwa pali yote utakapo kuwako. Whether you are a prophet, whether you are a minister, whether you are a bishop, whether you are a sweeper, whether you are a keyboard player, whether you are a singer, don't allow people to push you down to that level of grasshopper. It's a level we take ourselves. You become who you say you are. Yeah, you become. Actually, I'm a product of my own words. Yeah, you are a product of your own words.
One of our assistant pastors was telling the people, we had a celebration yesterday, and he was telling people, he was reminding me people, many years ago, I stood in the church, the year 200, the year around 207, 206 or 208 there. I stood in the church and I told the people, I want you to run with this word, that our children will be great in the land and they shall take the gates of their enemy. That is Psalms 112. Nikamwambia, run with that word, confess that word, declare it everywhere you go, that my children will be great in this land and they shall take the gates of their enemy. Brethren, there's a day we were comparing our children. Na tukaona vile Mungu amefanya from those humble beginnings. We are a product of our own confession. So don't agree. Don't let people wakuonesha bani grasshopper. Hata ikikuja kwa giving, don't say that ya kwamba walie na pesa ya kutoa wafanye nini? Watoe. Tumeambiwa kuna watu wamenunua hizi television zimetoka kwa watu. May the Lord prosper them. May the Lord give them better and better. Better and better. May their children go higher and higher. May their children take the gates of their enemy. Wale wamedecorate huku, wale wamenunua hizi vitu tumeambiwa, may the Lord do it for them. As we are comfortable in this house, I prophesy as a man of God, let their marriages be comfort in their marriage. Let their ministry, there may be comfort in their ministry. As we have rejoiced to be in this nice place, let everybody rejoice when he enters in their house. In the name of Jesus, Lord, I prophesy your word to anybody who has given himself for this occasion and for this church, Lord, for it to be what it is today, or who have given themselves for this work. Lord, we prophesy, let their life shine, let their destiny shine, let their vision and their ministry, let them shine, Lord. Let them have a name in this nation. Let their name be mentioned from sea to sea. Let their children be known in this land. Let them have the best that this land can offer. Let them reach where their fathers did not reach. Let them possess the gate of their enemy. I declare your word unto these people, my Father, to the glory and honor of the name of Jesus. You never blame people. You never blame people. If you don't compare yourself, you never blame people. Wewe ukikaa kwa nyumba ya nyasi unafurahia. You are rejoicing, you are happy. Ukivaa nguo moja, you are happy. Ukikuja chachi kwa watu 10, you are happy. Ukihubiria watu 3, you are happy. You have just done your part. The others belongs to God. Wewe umefanya tu kazi yako, and the Lord will bless you equally. Wewe ambao ulikuja nyuma na ulikuja mbele walipata the same reward. Kile kiliangalio ni faithfulness. As we finish from this scripture, why did this man despise what was given? Because he was given one. He despised kwa sababu ilikuwa moja. Akajikompare, kuna mtu alipewa 10, kuna mtu alipewa 5, na yeye alipewa moja. Alipopatio moja akakosa kuifanyisha kazi. Yule aliyepatio 10 alipokuja akasema, ulinipa mafungo 10, nimetengeneza ingine 10. Akaambiwa, well done my faithful servant, enter into my rest. Wa pili akakuja akaambiwa kwamba, well done my faithful servant, enter into my joy. Kuna kitu kilibadilishwa? Nothing. Mwenye alikuwa na 10 waliambiwa the same word. Hakuna hata nukta iliongezwa pale. Yesu alisema enter into my joy, na huyo mwingine akaambiwa enter into my joy. Mwenye alikuwa na moja, kama angeleta yake moja aseme ulinipa moja, nimetengeneza moja, angeambiwa namna gani? Well done my faithful servant, enter into my joy. Why bother? Why compare yourself? Do what you can do. If you sing, sing. If you sweep the church, sweep the church. If you're in the kitchen, be in the kitchen. Whatever you do is a ministry. Hakuna huduma bora kuliko ingine. Ya mwenye kusimama kwa madhabahu, na ya mwenye jikoni, na mwenye kuosha choo, zote ni huduma. The reward is one. The reward is one. As long you do it faithfully from your heart. Tutapatio
the same reward. Mimi ambao nawahubiria na yule anapika na yule anaosha choo, sisi wote tutakapofika mbinguni, hakuna mtu ataingia mbinguni ni bishop. Ama mnafikiria ati mbinguni kutakuwa na siti za bishop? Hapo ni pa kina bishop, hapo ni pa apostle, hapa ni pa evangelist, hapa ni pa... Hakuna. Hizi vitu tuko nazo zitawachwa kwa store. Tutaingia mbinguni kama saint. The saints, nobody will enter in heaven as a bishop. All of us who shall enter as saints in heaven. All the other gifts tulikuwa nazo zitawekwa kwa store. Kwa store. Ushaona mtu ana shamba kubwa, watu wengine wako kwa kamba, wengine wanachimba mashimo, wengine wanaweka mahindi, wengine wanaweka fertilizer, wengine wanafunika mashimo. Si mnaona vile shamba inakuwaga? Na mwingine anazunguka na tinga akiletea watu maji ya kunywa, na kuna mwingine kazi yake ni kusafu watu maji, na kuna mwingine yako kwa kule anaserve, na kuna mwingine kazi yake ni kwenda kuleta vitu ya watu waweze kukula. Have you seen that? After that work, tunapoenda kuingia kwa nyumba ya kukula, kuna watu wanaingiaga na tractor. Kuna mtu anaingiaga kwa tractor, asema mimi dereva tractor, ingize tractor kwa nyumba. Kuna mtu anaingiza jembe, si tunakaa inarudishwa store. Kwa hivyo hizi jembe ambazo tuko nazo zote zitarudishwa store, alafu tutaingia, tutaoshwa mikono, tuingie kwa nyumba ya Baba kama saints. Alafu tulipwa kulingana na kazi ile mtu alifanya. Kwa hivyo kuna haja ya kujikompare. Si tuelewane, kuna haja. Don't compare yourself. Do your work. Do what you're supposed to do for God. Wala wanaomba ombeni. Wala wanahubiri wahubiri. Wala wanatabiri watabiri. Wala wanaongoza leaders watuongoze. Kila mtu katika kazi yake. These three people I mentioned, then I go to the benefit. The Israelites in Numbers, they compared themselves and they never entered to their promised land. When you compare yourself, you never enter to your promised land. Numbers 16, 12 to 22. Tunaona Korah, Dathan na Abiram. They compared themselves. Tulisema they compared themselves. Now, when you come to Numbers, that's Numbers 14. Now we are in Numbers 16, and we also see Ahab. Katika 1 Kings 21:4. Ahab never made it. We can see David, men of war, 1 Samuel 30. They also compared themselves. They never entered to their destiny, vile Mungu alitaka, because they decided they can just stone David to death, kwa sababu alianza kulaumu David. So all these people I've mentioned, they are blaming other people for their failure. Never blame anybody for your failure. As I finish now, very quickly, let me go to the benefits. The benefits, and I will not go to detail, kama the what causes us not to thank God. These are the things that make us not to serve, to thank God. Now let me go very quickly for 3 things happens when we serve God. One I mentioned nilipoanza in Psalms 8 verse 2. The Bible says God will silence every enemy. Jehoshaphat is a good example. When they start to praise God, to worship, the Bible says Mungu alimaliza maadui zake. Akasema, now that you have entered into praise, the battle does not belong to you. The battle belongs to me. Every time you want to take the battle from you and take it to God, Mungu sasa anza kupigana. Enter to praise. Enter to praise. When you enter into praise, unatoa vita kutoka kwako, unaingiza vita kwa Mungu. Mungu anaanza kupigana hiyo vita. Mungu anaanza kunyamazisha vitu ambazo wewe hauwezi kunyamazisha. Roho ya umasikini, roho ya kukatalio, roho ya kuhangaika, roho ya kuafya mimba, roho ya kukosa mali, na roho ya kuwa umasikini. Maroho hayo hayasikiagi sauti ingine. Yanaweza nyamazishwa na sauti moja ambao ni Mungu, kwa sababu umeingia kwa sifa. Na ndio unaona hata wakati Yesu alipopita kwa hekalu, Biblia inasema ya kwamba watoto wakaanza kuabudu na kusifu. Wakasema, Hosanna, Hosanna, blessed is he that comes in the name of the Lord. Na wakati waliweka hiyo worship na ikaanza kutanda katika Jerusalemu, there is a time Yesu aliingia kwa hekalu, akakuwa kwa vita, overturn the table.
na akafukuza watu na akafagia, akanyamazisha money changers na wale watu wengine. Akasema, the zeal of my father's house is consuming me. As you worship God, you are putting Jesus, you are preparing to enter into war. Kile kinaingizaga Mungu vita sio kujihurumia, sio kuinua shida zako, sio kuinua vile watu wamekufinya, sio kusema vile watu wamekosa kukushughulikia ama vile watu wamekuacha. Kile kinaguzaga Mungu ni sifa. Touch somebody, tell him God is touched by praise. And that's why it says he dwells in the praise, in the presence, in the midst of his people. Katika praise hizo, there is where God comes. So when we start to praise, God will dwell in our midst. Kama ulikuwa kwa shida, Mungu anaingiaga kwa hizo shida, anaanza kuzibeba. Kama ulikuwa na maadui, Mungu ingia katikati yako ya maadui, anaanza kupigana na maadui zako. Kama ulikuwa na magonjwa, unakuta kwamba anaingilia kupigana na magonjwa. Things are silence only when we enter into praise. Just simply because other people have gone ahead of you does not mean Mungu ana nafasi na wewe. God knows what he has for you. Wewe ingia kwa praise. Na leo tutakuwa hapa kwa thanksgiving, tutarudisha shukurani na tutaambia Mungu ya kwamba sio mkono wetu, sio uwezo wetu, sio kwa sababu tulikuwa bora, ni kwa sababu tumepata kibali machoni pako Bwana. Nasi tutakapofanya hivyo, tutapatia Mungu vita ya hapa Mlolongo. Wapendwa, hamwezi kupigana pasipo Mungu, hamwezi. Vita ya kwako nyumbani, vita ya kulea watoto, vita ya ndoa, tutaipatiana kwa Mungu. Tuseme ya kwamba ni mkono wako na ni uwezo wako. Let's handle our battles to God through a vessel inaitwa thanksgiving. Tunampatia vita, atapigana. Wacha Mungu mpatie vita, uone vile anapiganaga. Wewe huwezi kupigana kama yeye. Anasema anakuwaga na mkono, atawapiga na mkono wake, atawapiga na sauti yake. Daudi anasema the voice of God is powerful. It break the cedars of Lebanon. It goes a deer to give birth in the wilderness. There is a voice Mungu anawachiliaga wakati thanksgiving zimepatiano. Siku ya Jehoshaphat, Mungu alishindwa atafanya namna gani. And I thank God. Biblia inasema ya kwamba Mungu akawavisia. God ambushed them. Do you know what is an ambush? An ambush is greater, but the Bible is not able to explain vile Mungu alifanya siku hiyo. It just says God ambushed them. But the word ambush, ukiangalia to the dictionary and see the root where it come from, is a very strong word. An ambush ni kitu ambacho Mungu amefanya, yani kitu kwa ghafla. Anaweza kuwa ni mulima aling'oa akawapiga na mulima. Ni kitu ya ghafla, ni kitu kinakutokea tu, unakuta hauko unatarajia. In otherwise, vile aliwafanyia Wafilisti hawakuwa natarajia. They were just ambush. Na maybe that day Mungu aling'oa mulima akawafunika nayo. Kwa sababu kuna watu wameshukuru. May the Lord swallow your enemies. And number 2, I say, God will avenge himself. If you want God to avenge himself, God will never avenge himself until people praise. Na ndio Yesu aliona shida, aliona dhambi zile zinafanywa kwa Jerusalem, kwa hekaru, na Yesu alipita kwa hiyo hekaru kwa hiyo miaka yote, lakini hakuna kitu Yesu alifanya. And he was passing in the same temple every day. Na nakuta manchenja wanachange pesa kwa hekaru, na hii kuguza Yesu, na Yesu hata kukuja kusafisha hiyo nyumba alikaa tu akanyamaza. How many evil things are done in your life, in your dream, in your marriage, in everything that you have, na Yesu ni kama amenyamaza. And Jesus is as if is silent. Ni kama Yesu amenyamaza. You remember this Shumanite woman, the Canaanite woman? The Canaanite woman anatoka na mtoto wake amepagao, anakuja kwa Yesu, anamulilia, alafu mitume wanamfukuza. Na mwanamke huyu akikuja anafukuzwa, wakatoka na kumfukuza. Wakamwambia Yesu, now Jesus, chase her away. She keep on coming. Na ametuchokesha. Kwa hivyo alikuwa anakuja kila wakati. Na Yesu akasema, hadi Yesu alimwangalia, akasema, mkati wa mtoto unaweza patio umbwa. Mwanamke akasema ya kwamba, and before aseme hata umbwa inapeagwa makombo,
you will go back tuone vile mwanamke alifanya. The Bible says this time she came worshiping. She came worshiping. Akainama, akamwabudu. The moment she knelt down and she came worshiping and praising him, that is a time that Jesus was touched. And the woman released faith now. Akasema si hata umbo inakula nini? Makobo. Yesu akasema, wait for a minute. I've never had this kind of faith in Israel. Woman, go. Your daughter is healed. Tell you, there's nothing that touches God as when people come to thank him. Look Job. Job aliponyang'anywa vitu vyote. The Bible says ya kwamba he worshiped the Lord. Akasema, naked I came and naked shall I return. Blessed be the name of the Lord. And heaven was open. Heaven was open. God could not stand anymore. When Job started to worship God in that way. Mungu angenyamaza. Look at Stephen. When Stephen alipopigwa mawe, akainama akasema ya kwamba, God, don't count on them, for they don't know what they are doing. Akainua mikono akashukuru Mungu. The Bible says, and then Jesus stood. Yesu akasimama. Akawacha kila shughuli alikuwa anafanya bingu. Akasimama. Unajua Stephen aliingiaje binguni? Alipatiwa kitu inaitwa standing ovation. Nani atakufa alafu bingu isimame? Hebu kuza mtu mwambie, utakapokufa bingu itasema namna gani? Mtu anakufa alafu shughuli za binguni zinasimamishwa. Yesu anawacha kufanya ukuhani. And he said, I see heaven open. And Jesus standing on the right hand of the Father. There was Stephen. Heaven was open. There is a way you thank God he opened heavens in your life. And you know when God opened heavens, he deals with your enemies. He fights the battles for you. May the Lord fight your battles. May the Lord fight the battles of this church. May the Lord silence every enemy of this church. Every spirit assigned, deployed by the enemy to resist this vision. May the Lord silence it now. Every dream and career you have in life, kila roho aliyesimama apingane na maono yako, tuatangaza anyamazishwe, tijite generational curse, whatever name they call themselves. May the Lord of heaven arise on our behalf and silence those enemies, because you are going to offer him a thanksgiving. And the last one, wakati tunapatia Mungu our thanksgiving, wakati tunaachilia kwa Mungu, we align our destinies. That's how you align your destiny. Because kwa sababu kuna vitu vinaibiago kwa maisha yako. Mpango wa maisha yako upanguliwa. Unajua watu wengi tunaishi maisha ya mpango ambao umepanguliwa. You cannot make it. Mpango wako ukipanguliwa. Until you enter to thank God that God again align your destiny again in a divine order. Our prayer today, even as we anoint this altar, we are saying, may the original divine plan of God with this church be aligned to the purposes of God, to the original plan of God. Can we stand on our feet?